Katika miaka 54 yangu tuliishi naye. Katika miaka 54 tuliishi naye, jambo kubwa nilijifunza kutoka kwa baba ni jinsi ya kupambana na kujitafutia wenyewe. Kwangu mimi binafsi sikumbuki kama baba aliwahi kunipa hata senti moja kwenye mambo yangu ya binafsi. Alisisitiza nipambane wenyewe na kwenye kujitafutia mwenyewe. Ila katika hayo yote hakushita kuwa mshauri mkubwa, na alikuwa tunapata muda wa kuchambua changamoto tunazozipata na kushauri, lakini pesa hajawahi kunipata siku moja. Jambo lingine nililojifunza kwa baba ni jinsi ya kuishi na watu vizuri. Mahudhurio ya msiba huu ni ushuhuda kamili wa baba jinsi ya kuishi na watu. Viongozi wetu wa serikali wako hapa, wa viongozi wa chama, naona marais wastaafu, mawaziri wakuu wastaafu, wakuu wa vyombo vya usalama na jeshi, katibu kiongozi, majaji, makatibu viongozi wastaafu pia wote wako hapa. Pamoja na hayo, sisi jambo lilogusa zaidi baada ya msiba tu, kuna watu waliotupigia simu. Mfano, kuna mafundi wa mapazia waliokuwa na weka mapazia kwenye nyumba yetu pale Usangi. Walipiga wakasema, bwana, mimi lazima nije nimzike mzee. Mafundi rangi, mafundi mabomba na watu wa kawaida wote walikuja, wakasema lazima tuje. Kuna watu marafiki wa mzee wametoka Copenhagen, Canada, wamekuja Copenhagen, Denmark, wamekuja kumzika mzee pamoja na umbali wote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hayo yote. Jana tulipokuwa Mwanga kwenye shughuli ya kumwaga mzee, nilishangazwa sana nilipokuwa namsalimiana na Mheshimiwa Sabaya, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha. Akasema, mimi nilifanya kazi na mzee tangu 1980 na nimeshawahi kulala nyumbani kwenu. Hilo sikulijua. Pia jana tulipata ugeni mkubwa kutoka kwa mjumbe wa kamati kuu ya CCM ambaye alikuwa rafiki yake mama. Akasema, nimekuja hapa nipiniki kile chumba changu mama alichonipa. Kwa hiyo tukaja, tuko naye hapa dada Halima, tutapumzisha mzee pamoja. Lingine ambalo kubwa nimejifunza kwa mzee, sio katika hiyo miaka 53 ya mwanzo, ni katika hii miezi 6 ya mwisho. Tangu Novemba mwaka jana mzee alikuwa anasumbuliwa, akawa hayuko mobile, na tulikuwa na utaratibu kila mwisho wa mwaka tunakuja Usangi, tunakutana na familia. Mwaka huo tukasema, bwana, sisi tunaomba, kwa sababu safari ya kutoka Usangi, kutoka Dar es Salaam mpaka Usangi ni masaa 7 na kwenye gari na nini. Nikamwambia, bwana, pumzika Dar es Salaam, alafu kama unataka kushiriki tutashiriki kwa mtandao. Akasema, hapana, lazima nije. Kwa kuwa yeye alikuwa yeye ni mtoto wa 5 katika familia ya mzee David Mhako, lakini alikuwa kiongozi wa familia kwa sababu yeye ndio pekee alibaki kama wanafamilia. Kwa hiyo akasema tuje Usangi tufanye kikao cha familia, na katika kikao hicho akatengeneza mfumo kwamba mimi nataka kukabidhi uongozi wa familia kwa mtu mwingine. Kwa wanafamilia tukakaa, tukaamua kwamba tunakabidhi kigoda cha Mhako kwa kaka yetu Victor. Naomba kama yupo namba asimame. Huyu ndio kiongozi wetu, na kwa hiyo tulipitisha mfumo na mzee akahakikisha tunajadili kila kitu, na nadhani ni miaka minne uongozi.